Mbunge wa jimbo la Kilwa Kaskazini wilayani Kilwa mkoani Lindi, Francis Kumba Ndulane, amewashukuru wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM kata ya Somanga na Namayuni kwa ushirikiano walioonyesha katika kipindi chote cha miaka 5 ya uongozi wake jimboni humo. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallam. Ya Rabbi, tumekaa katika kazi yako Allah subhanahu wa ta'ala, tujalie makusudio yetu, mjalie mbunge wetu, umpe wasaa, umpe madaraka yaliyokuwa mema, umkunjulie daraja yale tunakusudia Allah. Wajumbe wote wa mkutano mkuu wa wilaya ambao tumefanya kazi kwa pamoja kwa miaka 4. Yapo marekebisho ya viongozi katika baadhi ya maeneo, lakini kama alikuwepo mtu fulani akaja mwingine, basi yule sikachikiliga kijiti cha yule aliyetangulia, si ndio? Wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya ndio ambao walinichagua mimi, nikasimamia bendera ya Chama cha Mapinduzi, tukashinda pamoja na mheshimiwa diwani. Kwa hiyo nawapongeza kwa kazi ambayo mlifanya miaka 4.5 iliyopita, karibu na nusu sasa, lakini pia kwa namna ambavyo mlitupa ushirikiano kwenye tukaweza kushinda uchaguzi, lakini tukaenda kwenye utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020-2025 ambayo tunakwenda kuikamilisha hivi karibuni, miezi kama 3 ijayo. Kwa hiyo nawashukuru, na kutokana na ushirikiano wenu ndio maana tumefanikiwa sana katika mambo mbalimbali katika kata ya Somanga, kwa sababu na hakika kata ya Somanga ni miongoni mwa kata zilizonufaika sana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo letu. Na kwa mlimuunga mkono mheshimiwa diwani, lakini mliniunga mkono mimi kwa kila jambo ambalo tuliona linatatiza, na mliyasema mengi wakati wa kampeni, mkasema mengi kwenye mikutano mbalimbali, lakini niseme kwamba yote juu ya yote bila kama tusingekuwa na ushirikiano na nyinyi, maana yake tusingeweza kuyatekeleza mengi miongoni mwa yale ambayo mliyasema yaliokuwa yakitatiza katika eneo letu la kata ya Somanga. Sambamba na hilo, Ndulane amepata nafasi ya kuwafutulisha mashehe wa jimbo la Kilwa Kaskazini katika kijiji cha Namayuni, huku zoezi hilo likienda sambamba na dua maalumu kuliombea taifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge huyo kwa uongozi wao bora na uliotukuka katika kipindi chote cha miaka 5 ya uongozi wao, na kumudu kusimamia na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika maeneo hayo. Kwa kutuleta wote pamoja kwa mara nyingine, ikiwa kumbukumbu yangu hii ni mara ya 5 kufanya tukio kama hili, kama alivyotangulia kusema Sheikh wetu wa kata hapa. Tulianza tangu mwaka 2021, tukafanyia pale ilikuwa njia 4. Mwaka 2022 tukafanyia Somanga. 2023 tukaenda Chumo, 2024 Mingumbi, na leo 2025 tunafanyia hapa Kinjumbi. Kwa ni utamaduni ambao umezoeleka kwa kushirikiana na umoja wa mashehe wa Kilwa Kaskazini tumefanikiwa kufanya katika miaka yote 5. Kwa hiyo namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufanikisha jambo hili kwa miaka yote 5. Lakini tulikuwa tukifanikisha sherehe zaidi kwa ushirikiano, Eid al-Fitri, baraza la Eid, lakini pia hata wakati fulani baraza la Maulidi au Eid ile ya kuchinja. Kuanzia tangu mwaka 2018 kule Chumu tulifanyia kule Njinjo. Kwa nawashukuru wote kwa miaka yote 5, na leo nikiwa naelekea kuhitimisha kipindi cha muhula wangu wa kwanza wa ubunge, nilisema lazima tuifanye hii shughuli. Ingawa nimeambiwa kwamba ile shughuli ya baraza la Eid itafanyikia na Njirinji, mwanzo nilifikiri kwamba tungefanya ya jimbo, lakini baadaye nikaona kama vile tunaweza tukaleta mgongano wa kimawazo na pengine tusifikirike vizuri. Kwa nikasema acha tufanye kwa pamoja na wenzetu wa Kilwa Kusini kule na Njirinji. Sisi pengine tutaomba tufanye labda ile baraza la Eid ile ya kuchinja. Tutafanyia tena huku aidha Kibata au labda kama ni Kandawale. Baki tunapeleka haya mambo kule ambako pengine mambo yalikuwa yafanyiki hivyo.
na kusudio zima ni kama vile ambavyo umoja wa mashehe wa Kilwa Kaskazini ulivyoanzishwa wa Jua Hakika, ni kuleta msisimko huko Kilwa Kaskazini pia, ambako ustaarabu wa dini ya Kiislamu ulikuwa hujakuwa sana kama ilivyokuwa Kilwa Kusini. Inasemekana wenzetu wa Kilwa Kusini tangu karne ya 11 mpaka 15, 11 ndio ulikojengwa ule msikiti mkubwa wa Ijumaa au msikiti mkuu wa Kilwa Kisiwani. Kwa mnaweza mkaona sisi sasa hivi pengine ndio tunaanza kupata misikiti ya hadhi ile, lakini wao tangu karne ya 11. Na inasemekana, niliongea hata bungeni kwamba basi na sisi tunaimarisha sasa hivi kufufua hata vile vivutio na kumbukumbu zile za kihistoria kupitia utalii wa kihistoria ambao unaendana na maadhi ya kidini. Nilizungumza bungeni, lakini tulifikiria kupeleka mahujaji, lakini kwa ushirikiano wa pamoja na mashehe wetu wa umoja wa mashehe wa Kilwa Kaskazini tulifanikiwa kupeleka mmoja, nafikiri mwaka 2022 tukapata alhaji mmoja. Tulishirikiana na shehe mkuu wa BAKWATA Sheikh Zubairi, lakini tuliona huku kulikuwa kumelalala kidogo. Basi kupitia makusanyiko kama haya basi tutakuwa tunakumbushana, lakini wakati mwingine tunafanya dua za pamoja ili kuona namna ambavyo sisi kama Kilwa Kaskazini tunavyoweza kuwa sasa na sisi tunaibuka na kuweza kutunza zile rasilimali za kidini au tamaduni wa dini yetu. Na ninakumbuka wakati siku za mwanzo tunaongea tuliongea kule kulikuwa na kule Kilwa Kusini kulikuwa na masjidi kubwa zile za kina Sheikh Kama na wengine. Kwa hiyo sisi lazima tusimamie eneo letu ili kuleta mwamko kama ule uliokuwa tangu siku nyingi. Kijiji cha Mtarambuko ni miongoni mwa kijiji ambacho kipo katika kata hii ya Kinjumbi, lakini kijiji cha Mtarambuko kilikuwa na mambo mbalimbali ambayo hayakuweza kurekebishwa hapo awali, lakini kutokana na jitihada za mbunge wetu Francis Kumba Ndolane, ambaye yeye kwa kifupi aliweza kutusaidia kwa namna moja ama nyingine. Ukianza na mradi wa umeme, ameweza kutufikishia umeme kutoka hapa kwenye kata yetu kwa maana ya Kinjumbi kutufikishia Mtarambuko. Amepambania hilo na umeme upo, lakini pia kuna mradi wa maji ambao mbunge alisimamia kuhakikisha kwamba katika kijiji chetu cha Mtarambuko yanaweza kupatikana maji. Vilikuwa alileta ile visima, kwa maana vile visima vya kupekecha vilipatikana kwa wingi. Lakini pia tukienda kwenye swala la taasisi kwa maana ya elimu, tumeona kwamba shule ya msingi Mtarambuko kuna ukarabati ambao ulifanyika pale, lakini pia kuna